Nafikiri serikali inaendelea kurudi kwa sababu wao ndio wenye kutupa mwanga wa kwamba tuende hivi, tufanyeje ama tuende. Kwa hiyo pamoja na juhudi zinazofanywa na mtu mmoja mmoja kama Maulid Kitenge, lakini serikali kama unavyosema ina wajibu wa kutengeneza ama kitengo maalum ama idara maalum kwa ajili ya masuala ya wanafunzi ili kuleta maamuzi ambayo mwanafunzi hatayajutia. Mathalan nikuwepo kwa dawati la ushauri ama kitengo cha ushauri cha wanafunzi kama ambavyo wamefanya, wameongeza dawati la jinsia kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Pengine waweke dawati la ushauri ama watenge idara maalum itakayokuwa inasaidia kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusiana na kozi ama masomo muhimu ya wao kusoma yatakayoendana baadaye na ulimwengu. Na tuwe na dira. Nashukuru Wizara ya Elimu inafanya mabadiliko makubwa, nashukuru, lakini pamoja na hilo la kupunguza kipindi cha elimu na kupunguza baadhi ya masomo ambayo kimsingi yanaonekana hayana tija. Sasa hivi nafikiri kuanzia mwakani wanafunzi wataanza kusoma kuanzia darasa la awali mpaka la 6. Kwa pamoja na mabadiliko hayo tuendelee kupongeza serikali, lakini endelee kucheki zaidi kwenye level ya juu kwa sababu mabadiliko haya mengi yana focus huku chini ambako ndo msingi na tunashukuru, lakini hao watu huku juu kuna namna wanasaulika. Mathalan ni vyuo vikuu. Nafikiri ni la msingi hilo. Maulid Kitenge tumpongeze, lakini serikali tuendelee kuiomba itengeneze hicho kitengo maalum kwa ajili ya kuweza kuwashauri wanafunzi ambacho kitakuwa aidha kinapita vyuoni kupitia serikali za wanafunzi ama kupitia taasisi ya TAHLIS kwa maana ya Tanzania Higher Learning Institution Organization. Kwa hiyo inaweza kusaidia kupunguza ukali wa matokeo ya elimu baadaye mwanafunzi akishakuwa graduate. Na niombe sana TAHLIS kupitia rais wake Geoffrey Kliba kwamba anayo kazi kupitia makamishina wake wa elimu na mikopo kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi kupitia serikali za wanafunzi juu ya nini wakisomee, juu ya nini wakipe kipaumbele, kuwaelewesha kuhusu soko la ajira lipoje, kuwawezesha vijana ili waweze kujikimu na kujimudu baada ya shule. Niliwahi kushauri siku moja kwamba kuna namna vijana tunawalaumu kwa kukosa ajira. Aidha tunawalaumu kwa kutokujituma, tunawalaumu kwa kutoweza kuchangamkia fursa. But mind you, tupo kwenye dunia ambayo it is currency driven. Yani inaendeshwa na pesa. Yani there is nothing unaweza kukifanya bila kuwa na pesa, bila kuwa na mtaji. Kwa mfano wanafunzi wa vyuo wanatoka vyuoni wakiwa hawana hata sumi. Lakini lao vizuri kwa miaka yote 3 au 4 wanakuwa wamekaa chuoni. Changamoto inayosababisha wao kutokujua waanzie wapi wamalizie wapi. Na badala yake wanasubiri hisani ama nguvu za Mwenyezi Mungu kupitia ajira poto waitwe kwenye interview wakafanya kazi. Kitu ambacho ni hatari. Kwa sababu mahitaji ya serikali ya kuajiri watu huwa yanaenda kwa kipindi fulani cha kibajeti ambacho hata kikifika hakiwezi kuchukua wote. Ushauri wangu ni nini? Nilikuwa nashauri TAHLIS kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu first level waweze kuangalia utaratibu na waweze kuangalia upya utaratibu wa kuweza kuwawezesha vijana hata baada ya chuo, kuwawezesha pesa angalau iwe kama kianzio wanaporudi mtaani. Umeelewa vizuri? Mathalan serikali itenge bajeti itakaoweza kumkopesha kijana anapokuwa tu anamaliza chuo mwaka wake wa 3, mathalan mwaka wa 3 aweze kuwa na sifa ama uwezo wa kukopa angalau hata milioni 1 tu ya kwanza kuanzia biashara mtaani. Unadhani wanafunzi wataitumia milioni 1 kufanya hizo biashara? Ndio maana nasema angalau milioni 1. Umeshanielewa? Ili kuwasaidia hao vijana wanaporudi mtaani wasirudi bila hata 100. Mind you, mzazi anapokuwa amemaliza kukusomesha miaka yako 3 umemaliza. Unaporudi mtaani anakuhesabu kama mzigo. Thamani yako kama mtoto inathaminika ukiwa shule.
lakini thamani inapotea unaporudi mtaani. Unaanza kuonekana kama tayari unalingana na wao. Wanaanza kukutafsiri tayari una uwezo wa kujihudumia. Wanakutafsiri tayari unaweza kujimudu. Kitu ambacho sio sahihi. Kwa mwisho wa siku unakuta mwanafunzi kamaliza chuo, anarudi nyumbani, ana wadogo zake pale na yeye anaanza kuweka kwenye ratiba ya kuosha vyombo. Kitu ambacho kina discourage sana wanafunzi wengi. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo discouragement na ili kuondoa changamoto kuendelea kuwa na wimbi kubwa la vijana wasiokuwa na ajira, tufanye mpango wa kutengeneza mfuko maalum. Serikali iweke mfuko maalum wa vijana wa vyuo na vyuo vikuu, hata wa diploma, umesema vizuri, waweze kukopesheka baada ya kumaliza masomo. Mkopo huo utolewe na bodi ya mikopo, eza utengenezwe mfuko maalum wa wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu, utakaoweza kumpa nafasi mwanafunzi ya kuchukua pesa akajiendeleze na atambulike kwenye kanzidata ambao wao watakuwa nayo. Kwa sababu ati nzuri Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba mifumo isomane. Yaani mtu wa NIDA, mtu wa RITA, mtu sijui wa NEMC, mtu wa vitu gani waweze kulink up system ili iweze kumsoma mtu popote anapokuwa. Kwa hata kama ataanza biashara yake ya nyanya, lakini hiyo biashara yake ya nyanya akaisajili, ikatambulika, basi serikali iendelee kuchukua mia zao mdogo mdogo, kwa sababu mind you hii mikopo ya chuo kikuu inayotolewa sasa hivi, mwanafunzi asipopata ajira maana serikali imepoteza. Sasa hawezi kurudisha huyo mtu asipopata ajira rasmi. Uone kwamba kumpatia mkopo mwanachuo aliyekuwa anapatiwa boom, afu tena umuongezee tena na mkopo mwingine, uone kama huko ni kulimbikiza madeni atakayomsababisha kijana ashindwe kulipa hizo deni? Mimi nakuhakikishia boom halitoshi. Tunasema pesa siku zote haije kutosha, lakini nikuhakikishie hata boom wanalopokea wanafunzi sasa hivi halitoshi na halikizi kabisa. Kwa sababu sasa hivi wanapewa 600,000. 600,000 wanapewa kwa semester mara 2 nafikiri. Wanapewa mara 2. Ambao 600,000 ukisema uigawe kwa mwezi mzima ni wastani wa shilingi 20,000 per day. Si ndio maana yake? Wastani wa 20,000 per day. Sasa 20,000 per day, huyo ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Analipa kodi mwenyewe, ale, avae, afanye kazi za chuo zinazohitaji pesa kwa maana ya stationery, aweze kujimudu kusafiri kutoka eneo alipo mpaka afike chuo. Wengine wanakaa sehemu za mbali, hawezi kwenda kwa mguu chuoni. Na kama unavyojua tu kuwa chuo kuna namna ni heshima fulani hivi. Kwa hiyo kuna namna unataka kuishi maisha fulani hivi angalau yasiwe ya kinyonge kivile. Huo umri unahitaji kumtumia mamako 20,000, 30,000. Wanaamini si unapokea boom. 20,000 haitoshi bado. Mimi kuna nchi ngombe kuna nchi wanafunzi boom wanapewa karibu milioni. Libya nadhani na wenyewe wanaingia kwenye hiyo, kama ni hiyo nchi, kama sio hiyo nimeshawahi kusikia ndio. Libya kuna